Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Juni 13, kumjua Mungu ni kumtii. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Yohana 14 mstari wa 14 na wa 15. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunapojifunza masomo haya, tuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Kwa jina langu. Kristo aliwaambia wanafunzi wake waombe. Katika jina lake Kristo, wafuasi wake wanapaswa kusimama mbele za Mungu. Kupitia kwa thamani ya kafara iliyotolewa kwa ajili yao, wanakuwa wa thamani machoni pa Bwana. Kwa sababu ya kuvikwa haki ya Kristo, wanahesabiwa kuwa wa thamani sana. Kwa ajili ya Kristo, Bwana huwasamehe wale wanaomcha. Haoni uovu wa wenye dhambi ndani yao. Hutambua ndani yao sura ya mwanawe ambaye wanamwamini. Bwana husikitika watu wake wanapojihafifisha. Anataka uzao wake mteule kujithamini kulingana na thamani aliyowawekea. Mungu aliwataka, la sivyo asingemtuma mwana wake katika utume ghali wa kuwakomboa. Ana namna ya kuwatumia na anafurahishwa wanapoomba mambo makubwa kabisa kwake ili kulitukuza jina lake. Wanaweza kutumaini kuona mambo makubwa ikiwa watakuwa na imani katika ahadi zake. Lakini kuomba katika jina la Kristo kuna maana sana. Kuna maana kwamba tunapaswa kuikubali tabia yake, kumdhihirisha roho wake na kutenda kazi zake. Ahadi ya mkombozi ilitolewa kwa sharti, mkinipenda, anasema, mtazishika amri zangu. Huokoa watu, sio katika dhambi, bali kutoka dhambini. Na wale wanaompenda wataonesha upendo wao kwa utii. Utii wote wa kweli kutoka moyoni. Kwa Kristo ilikuwa ni kazi ya moyoni. Kama tukikubali, atategemeza fikra na makusudio yetu. Ataunganisha hivyo mioyo yetu na nia zetu pamoja na mapenzi yake, kiasi kwamba tunapomtii tutakuwa tunatekeleza matakwa ya mioyo yetu. Nia iliyosafishwa na kutakaswa itapata furaha kuu katika kuifanya huduma yake. Tutakapomfahamu Mungu kwa kadiri alivyotufadhili kumfahamu, maisha yetu yatakuwa ya utii wa daima. Kwa njia ya kuipenda tabia ya Kristo, tutazichukia dhambi. Jinsi Kristo alivyoishi katika hali ya kibinadamu, akitii sheria, ndivyo nasi tutaishi kama tukimshikilia mweza wa yote ili atuwezeshe. Lakini hatutakiwi kuwatwika wengine wajibu wa uwajibikaji wetu na kuongojea watuambie kitu cha kufanya. Hatuwezi kutegemea mashauri ya wanadamu. Bwana atatuelekeza wajibu wetu kwa hiari kama atamfundisha mtu mwingine. Tukimwendea kwa imani, atatueleza sisi binafsi siri zake. Mara kwa mara mioyo yetu itawaka ndani yetu kadiri anavyosogea karibu ili kuwa pamoja nasi kama alivyofanya kwa Henoko. Wale wanaokataa kutenda kitu chochote cha kumchukiza Mungu baada ya kumwomba watajua jambo la kufanya. Nao watapokea sio tu hekima bali pia nguvu. Watapewa uwezo kwa ajili ya kutii na kwa ajili ya kutoa huduma kama Kristo alivyoahidi.
Utasoma Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya pili, ukurasa wa 279 hadi 280. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 13, kumjua Mungu ni kumtii. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako. Tuwezeshe kukujua wewe na kukufahamu, na tuweze kukutii na kuyafuata maagizo yako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja.